Ndugu Mtanzania, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Niko hapa kwa ajili ya kuleta ujumbe wa Mungu kwa habari ya matendo ya umwagaji damu unaoendelea katika nchi yetu ya Tanzania. Matendo haya ni matendo ambayo yamekuwa ni mageni sana kwenye jamii yetu ya Kitanzania. Ukilinganisha tamaduni zetu, desturi zetu, mila zetu, lakini hata sheria zetu za nchi, yamekuwa ni matendo ambayo ni ya ukiukaji mkubwa wa sheria. Lakini leo nipo kuzungumza madhara yatakayo ipata Tanzania kama nchi kutokana na vitendo vya umwagaji damu. Lakini pia nipo mahali hapa kuzungumza madhara yanayowapata wale watakao kwenda kumwaga damu na waliokwisha kumwaga damu sawa na damu wengine, lakini pia na vizazi vyao. Ukisoma katika maandiko ile Kumbukumbu la Torati 27 mstari wa 25, Biblia inasema, na alaaniwe atoae ujira wa kumuua asiye makosa, na watu wote waseme amina. Biblia inakataza usichukue pesa kwa ajili ya kumuua mwanadamu mwenzako, na kitu utakachokifanya kwa kuchukua pesa na kwenda kumuua au tendo lolote la kumuua mwanadamu mwenzako, Biblia inasema wewe utakuwa chini ya laana ya Mungu. Lakini ukiendelea kusoma katika Kutoka 20 mstari wa 5, Biblia inasema, mimi Bwana Mungu wenu ni Mungu mwenye wivu, na wabatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4. Ninachojaribu kuzungumza hapa, Mungu wabatiliza maovu watoto wa wale waliotenda maovu. Kwa hiyo leo unaweza ukamwaga damu za wanadamu wenzako na ukaona ni sawa, kutokana na vile ambavyo wewe unajisikia na vile ambavyo unaona inakusaidia, lakini Bwana atalipiza kisasi. Hata kizazi chako cha kwanza na cha pili na cha 3 na cha 4 kitakuwa kwenye laana na mapigo kutokana na kumwaga damu za watu wasio na hatia. Laana na mambo mengine yataifuata. Hayo yote ni madhara yanayotokana na kumwaga damu za mwanadamu mwingine. Lakini ukiendelea kusoma katika Mwanzo ile 9 mstari wa 6, Biblia inasema, atakaye mwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu, maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu. Ninachojaribu kuzungumza mahali hapa ni kwamba mwanadamu unayemwona ameumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa makusudi ya Mungu. Kwa hiyo unapokwenda kumuua mwanadamu wenzako, Biblia inasema ya kwamba na wewe damu yako itamwagwa na mwanadamu mwingine, kwa sababu mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Hajaumbwa kwa mfano wa mtu mwingine yote. Mungu mwenyewe kamuumba mwanadamu. Kwa hiyo siku unapomwaga damu, umeingia mgogoro si na ndugu wa marehemu, wala si marafiki na jamaa tu, lakini umeingia mgogoro huo na Mungu aliye juu mbinguni. Tangu siku ile umemwaga damu ikaingia ardhini ya huyo mwanadamu, damu yako inatafutwa. Neno haya ni hakika na kweli, yatatokea. Utalaaniwa wewe, utalaaniwa na uzao wako mpaka kizazi cha 3 na cha 4 kwa ajili ya damu hiyo ulioimwaga. Lakini na damu yako itatafutwa kumwaga na mwanadamu mwingine, kwa sababu huyo unayemuua ni mfano wa Mungu na ni kazi ya Mungu. Yuko duniani kwa ajili ya kusudi la Mungu. Kwa hiyo niendelee kusema ya kwamba Mungu anakasirishwa
na matendo yoyote yanayofanywa na mwanadamu kumwaga damu. Na hakuna sababu yoyote ambayo Biblia imesema ni halali itakayompa uhalali mwanadamu kukatisha maisha ya mwanadamu mwenzake. Hakuna. Sababu zote binadamu ambazo wanazifanya haziruhusiwi kukatisha maisha yake. Na ndio maana Biblia inataka tuvumiliane na tusameane. Kuna baadhi ya matukio ya umwagaji wa damu yanahusunishwa na maneno ambayo marehemu wale walizisema. Na maneno yale yamkini yamegusa baadhi ya maisha au baadhi ya watu wenye vyeo, pesa, mali, mamlaka au wenye malengo yao ya kisiasa ndani ya nchi ya Tanzania. Ninaomba nikukumbushe wewe ambaye unasikiliza. Ukisoma Biblia katika kile kitabu cha Mathayo 12 mstari ule wa 32. Naye mtu yeyote atakayenena neno lolote la kufuru kwa ajili ya mwana wa Adamu atasamewa. Ninachojaribu kuzungumza mahali hapa ni kwamba kama maneno ya kufuru yanaonenwa na mwanadamu juu ya Mungu na juu ya Yesu Kristo, Yesu anayasamehe. Ni maneno gani hayo ambayo yamenenwa na mwanadamu juu yako wewe ambayo hayawezi kusameka na kuvumilika hata adhabu yake ikawa ni kumwaga damu? Maana yake ni nini? Maana yake tumejiinua sana katika kwa hukumu wenzetu kuliko hata Mungu aliyewaumba. Ninachojaribu kusema, kama kosa lile lile linanenwa na anatendewa Mungu anasamehe, wewe ni nani ambaye ukikosewa hivyo unanyanyua mkono wako na kuimwaga damu isiyo na hatia? Niseme maneno haya kwamba lazima tujifunze kusameana na tujifunze pia kuvumiliana, ya kwamba hakuna kitu cha muhimu katika maisha tunayo hapa duniani kama uhai wa mwanadamu. Mengine yote yamejengwa ndani ya uhai. Mali, pesa, malengo, vyote unavyoviona vimewekwa kwa sababu ya uhai. Ukipoteza uhai wa mtu, umepoteza malengo yote, lakini nyuma yake watu hawa wanategemewa. Na wale wote ambao wanawategemea pia wameumizwa. Najaribu kukupa mkasa huu mwingine ili uendelee kukujenga wewe ambaye yamkini unahusika au yamkini baadhi ya watu wanakushawishi kuingia katika matendo ya uuaji. Tazama katika kile kitabu cha Mwanzo 4 mstari wa 9 hata ule wa 10 na 11. Ukiangalia ni tukio ambalo mtu mmoja ambaye Biblia inamtambua kama Kaini alinyanyua mkono wake kwa wivu na kumuua ndugu yake Habili. Mungu akamuuliza, yuko wapi ndugu yako Habili? Yeye Kaini muuaji akasema ya kwamba sijui, kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Lakini Mungu akamwambia katika ule mstari wa 10 akasema, umefanya nini? Kwa sababu sauti ya damu ya ndugu yako inanililia mimi kutoka ardhini. Na unachotakiwa kujua, hata kama watu hawajui, hata mimi sitaki kuwajua, lakini ninachojaribu kuzungumza ni kwamba Mungu, kama kweli umelelewa katika maadili ya kiroho ya Kikristo na dini zingine ambazo zote zinakataza uuaji, ni kwamba sauti ya damu ya yule uliyemuua inamlilia Mungu kutoka ardhini na inataka kisasi kifanyike juu yake. Hayo yote ni madhara yanayotokana na wewe ambaye unamwaga damu. Yamkini hujui nini kinatokea katika ulimwengu wa roho, lakini nataka nikwambie, inawezekana leo
ndugu wa marehemu, jamaa wa marehemu, marafiki wa marehemu na watu kadha wa marehemu wanaweza wakapiga kelele kwa ajili ya matendo ya uaji na umwagaji wa damu, lakini kutokana na tabia za wanadamu wakafika sehemu wakanyamaza, wasiendelee tena kupiga kelele. Lakini nataka nikwambie neno hili ya kwamba sauti ya damu ya yule uliyemuua inamlilia Mungu usiku na mchana. Inalia nini unafikiri wewe ndugu yangu? Ni kwa sababu inalia kwa sababu ya maisha aliyodhulumiwa. Inalia kwa sababu inadai kisasi kwa jinsi ya wale waliotenda. Inalia kwa sababu inahitaji haki itendeke. Na ukiendelea kusoma kwenye mistari ya 11 Mwanzo ile 4:12 utaona Mungu anaamua kumpiga laana Kaini. Na laana ile na mapigo yale Kaini anasema yamekuwa ni mazito mno. Ninachojaribu kuzungumza mahali hapa ni kwamba serikali inaweza ikanyamaza, ndugu wa marehemu na jamaa zake na marafiki wanaweza kunyamaza, polisi wanaweza kukutafuta wakakukosa, lakini nataka nikwambie neno moja. Kaini hakushtakiwa na serikali, hakukamatwa na polisi kwa alipomuua Habili. Kilichotokea ni nini? Mungu mwenyewe aliingilia kati kwa sababu damu ile inadai haki, inalia kutoka ardhini. Na mimi nikwambie moja kati ya madhara ambayo yanakwenda kukupata wewe ambaye umemwaga damu za watu hawa ni kwamba Bwana mwenyewe ni Mungu mwenye kisasi. Anasema ya kwamba tusijilipize kisasi. Wewe ndugu, wewe jamaa, wewe rafiki wa marehemu uliyeguswa na kupotea na msiba na kumwagwa damu kwa ndugu na jamaa zako, usilipize kisasi. Kisasi ni kwa Mungu. Angalia Kaini, hakuna aliyelipiza kisasi juu yake, lakini Mungu alimwambia damu ya yule uliyemwaga inanililia mimi kutoka ardhini. Na Mungu ni Mungu mwenye haki, atasimama kwa wakati wake. Kaini akapigwa laana, akapigwa mapigo. Alipopigwa mapigo hayo, Biblia inasema akajuta, akasema ya kwamba adhabu hii imekuwa kubwa sana kwangu. Tafakari mara mbili. Neno la Bwana linasema usichukue ujira wa kumwaga damu ya mwanadamu, na yote atakayemwaga damu ya mwanadamu mwenzake atamwaga, maana Mungu ndiye aliyemuumba mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake na kwa malengo yake. Lakini Mungu anasema analipiza kisasi juu ya kila uovu uliofanywa na mwanadamu, kuanzia kizazi cha 3 na cha 4 cha wale waliofanya madhara. Ukisoma katika Mambo ya Nyakati 1 mstari ule wa 22 kuanzia mstari wa 6, 7 na 8 utaona Daudi, hata mstari wa 9 Daudi anatamani kumjengea Mungu hekalu ili watu waweze kuabudu humo. Lakini Mungu anamwambia Daudi, usijenge hekalu kwa sababu umemwaga damu nyingi. Maana yake ni nini? Ni kwamba mikono ya yule aliyemwaga damu imelaaniwa na kunajisiwa. Kumbuka ya kwamba Daudi alipigana vita vingi, na vile vita vilikuwa vya haki. Tofauti na sisi tuliopo hapa leo kwenye matendo ya umwagaji damu katika nchi yetu. Tunamwaga damu wakati wa amani. Tunamwaga damu wakati hakuna adui aliyeingia, hakuna vita. Ni kitendo ambacho wale wanaomwaga damu lazima wajue mikono yao imejaa damu za wale waliomwaga. Na chochote kile, uwe ni mtawala, uwe ni mtu wa namna yote, chochote kile unachokitenda leo, kama ulihusika katika kumwaga damu za Watanzania hawa, Biblia inasema chochote utakachokifanya katika Tanzania Mungu hata kikubali. Kama Mungu alikataa mtumishi wake Daudi asijenge hekalu lake kwa sababu ya kumwaga damu, Mungu huyo huyo
ni wa jana na leo. Hawezi kukubali kazi unazoifanya. Hata kama wanadamu watakusifu, hata kama wanadamu watakuinua kwa sababu ya kazi kubwa unayoifanya, lakini kwa sababu ulimwaga damu ya wasio na hatia katika ardhi ya Tanzania, chote unachokifanya mbele za Mungu kimejaa damu na unajisi, hakitakubalika. Kitapendeza machoni mwa watu wasiojua, lakini Mungu anayekujua hautapata thawabu katika kazi hizo unazozifanya. Nikuombe uwe makini, kwa sababu kama kazi zako unazozifanya zimetokana na kumwaga damu za watu, au imetokana na kutoa amri za watu hao wauliwe, kazi hiyo mbele za Mungu haina kibali tena kuanzia sasa, kwa sababu imejaa damu za watu. Biblia inazungumza katika waraka wa kwanza kwa Wakorinto, ile sura ya 10 mstari wa 11, anasema mambo haya yaliwapata wenzetu kwa jinsi ya mifano yakaandikwa ili kutuonya sisi. Haya ni maonyo ya Mungu kwa ajili yetu sisi. Yaliandikwa, yakawekwa kwenye vitabu vitakatifu ili kutuonya sisi tusirudie tena. Lakini leo tunapoona mambo haya yanafanyika katika nchi ya Tanzania, sisi kama watumishi wa Mungu ni kuwakumbusha juu ya maonyo ya Mungu, ya kwamba mambo haya yaliwapata wenzetu, na jinsi Mungu alivyotenda na Mungu alivyolipiza kisasi. Kwa hiyo niendelee kusema neno moja, hayo ni madhara yatakayowapata wale wanaomwaga damu na vizazi vyao. Lakini hebu njoo kwa habari ya nchi yetu kama taifa. Unafikiri ya kwamba tuko salama, na unafikiri ya kwamba ukinyamaza kimya wewe utakuwa salama? Wote tumeingia katika laana. Ukisoma katika ile Wafalme wa pili sura ya 24 mstari wa 3, wa 4 na wa 5, naye Bwana akatuma juu yake Israeli vikosi 4. Kulikuwa na Wakaldayo, kulikuwa na Washami, kulikuwa na Wamoabi, kulikuwa na Waamoni. Akawatuma juu ya Yuda ili kuiharibu Yuda, sawa sawa na neno ambalo Bwana alilinena kwa mkono wa watumishi wake manabii. Na Yuda ikaharibiwa. Na Yuda ilipoharibiwa pamoja na Yerusalemu, Bwana alipoulizwa ni kwa nini, soma katika Wafalme wa pili 24:3, 4 na 5. Tena Bwana akajibu, ni kwa ajili ya damu zisizo na hatia zilizomwagwa, kwani aliujaza Yerusalemu damu zisizo na hatia, wala Bwana hakukubali kusamehe. Huyu ni mfalme Manase, alimwaga damu zisizo na hatia katika Yuda. Na alipomwaga damu zisizo na hatia, Mungu alipoona ndani ya Yuda yamkini wote wamenyamaza, hawezi kupiga kelele, hakuna wa kulipiza kisasi, alifungua mipaka na milango maadui kutoka nje. Ninachojaribu kuzungumza mahali hapa, tunaweza kujitafutia maadui kutoka nje wakaingia ndani ya Tanzania na kufanya uharibifu mkubwa, lakini kumbe ni kwa sababu ya damu tulizozimwaga. Kwa muda mrefu Tanzania tumekuwa katika amani. Kwa muda mrefu tumekuwa Tanzania katika utulivu. Hatuoni maadui wakiingia kutoka nje wala maadui wa ndani. Lakini nataka nikwambie, Yuda walimwaga damu, na Mungu aliagiza maadui 4 kutoka nchi 4, Wakaldayo, Washamu, Waamoni na Wamoabi, wakaingia wakaipiga na kuiharibu. Walipoulizwa, soma Biblia inasema ni kwa ajili ya damu zilizomwagwa zisizo na hatia. Kwa taifa la Tanzania, kwa umwagaji wa damu huu unaoendelea, tunajiingiza katika visasi na rahana na uharibifu mkubwa ambao Mungu anaweza kutenda. Najaribu kusema tena, katika eneo hili la nchi ya Tanzania tuwe makini, kwa sababu damu hizi zinazomwagika
Mungu atakapoamua kulipiza kisasi, hata lipiza kisasi tu kwa wale waliotenda, bahati mbaya atalipiza kisasi kwa taifa zima. Na ndio maana ipaswi taifa zima kunyamaza kwa ajili ya vitendo hivi. Tuendelee kuelimishana, tuendelee kuwaambia wale wanaohusika na mambo haya wasituingize katika uharibifu wa nchi ya Tanzania. Mambo haya kama vile waraka wa kwanza kwa Korinto wa Mtume Paulo ile sura ya 10 mstari wa 11, yeye wapata wenzetu kwa jinsi ya mifano yakaandikwa kutuonya sisi. Yaliipata Yuda kwa sababu ya kumwaga damu, yameandikwa ili kuionya Tanzania isiendelee kumwaga damu za watu wasio na hatia. Lakini ukisoma katika Samueli ule wa pili sura 21 mstari wa 1, Biblia inasema kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka 3. Israeli inapigwa njaa muda wa miaka 3, mwaka kwa mwaka. Naye Daudi kwa sababu alikuwa mtumishi wa Mungu akautafuta uso wa Mungu kuuliza, ni kwa nini Bwana tumeingia katika njaa nchi miaka 3 mwaka kwa mwaka? Bwana akamjibu, ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibeoni. Ninachojaribu kukueleza, yule anayemwaga damu leo akiwa kwenye mamlaka, damu hiyo inakuwa juu ya nyumba yake. Lakini kwa sababu alikuwa na mamlaka ya nchi nayo inapigwa. Ninachojaribu kuzungumza mahali hapa ni kwamba tusione umwagaji damu unaoendelea tukafikiri kwamba ni kwa sababu tu ya wale wanaouliwa. Tusione kwa sababu tu ya wale ambao mama zao, baba zao wamepoteza mtoto, familia zao zimekuwa yatima, wake zao wamekuwa wajane. No, kama taifa tutakosea. Damu hizi zinazomwagwa zitatugharimu sisi kama taifa pia. Ninachojaribu kuzungumza mahali hapa ni kwamba tazama, aliyemwaga damu alikuwa ni mfalme Sauli. Na mfalme Sauli alikwisha kufa, akaingia mfalme mwingine anaitwa Daudi. Alipoingia mfalme Daudi naye akaendelea kutawala, lakini kipindi chake Mungu akalipiza damu ya Gideoni iliyokuwa imemwagwa. Kukawa na njaa katika nchi ya Israeli miaka 3 mfululizo, mwaka kwa mwaka. Daudi kwa sababu ni mtu wa Mungu akasema, hapana, hii sio sawa sawa, kuna shida katika ulimwengu wa roho. Akautafuta uso wa Mungu. Mungu akamwambia, ni kwa sababu ya Sauli mfalme na nyumba yake yenye damu, kwa sababu aliwaua Gibeoni. Kwa hiyo ninachojaribu kuzungumza mahali hapa ni kwamba kama nchi hatutaki kukaa kimya, na kama viongozi wa dini tuwaelimishe. Kwa sababu tunapoelimisha na wanaendelea kukataa, laana hii itakuwa juu yenu. Na ndio maana tuko kama viongozi wa dini kuendelea kuelimishana kwa habari ya mambo ambayo ni machukizo mbele za Mungu. Na mambo haya yaliwapata wenzetu yakaandikwa ili kutuonya sisi. Na taifa la Tanzania linaonywa leo na Mungu liache matendo ya umwagaji damu kwa sababu zozote zile. Vitendo vya umwagaji damu vinatakiwa viachwe. Lakini mwisho si katika umuhimu, nimetamani kuzungumza maneno haya ambayo kama kiongozi wa dini yamekuwa yakiniuma na kuyatafakari. Watu hawa wanauliwa. Ninachojiuliza jambo moja ni kwamba je, wanapata muda wa kutubu na kutengeneza maisha yao kabla hawajauliwa, au wanauliwa pasipo kupewa muda wa kutengeneza? Ninachojaribu kuzungumza mahali hapa ni kwamba jaribu kutafakari ya kwamba watu hawa wanakufa, na wakisha kufa wanakwenda kuzimu, sehemu ya mateso milele. Hebu jaribu kutafakari, kwa kosa gani alilolifanya mtu huyu anaadhibiwa kwa kuuliwa, na sio kuuliwa tu,
kwenda kuzimu, mahali pa mateso milele. Kama sauti hii itakuwa na faida kwenu, basi ninaomba matendo ya umwagaji damu yapate kuachwa, yasitishwe katika nchi yetu, kwa faida ya Watanzania wote na nchi yetu, ili isije ikaharibiwa na Mungu, na kwa faida yao wale ambao wanapewa kazi ya kumwaga damu kwa sababu zozote zile. Kama sauti hii itaonekana haina faida, ni maombi yangu na dua, wale ambao wanahusika katika kumwaga damu, nikiwa kama kiongozi wa dini, ninawaomba wapeni muda wa kutubu na kutengeneza maisha yao, hata dakika 5. Mwambie, chukua dakika 5, ninaomba utubu, na ukishatubu basi endelea na unyama ambao umeupanga kufanya, ili roho hiyo na nafsi hiyo inayokufa iende kupumzika mbinguni. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika.